kwamba nitaka kujua huu taratibu wa mashindano ya Qur'ani ulikuwepo tangia zama hizo baada ya Qur'ani kushuka, au ni wakuzuka kipindi hichi cha miaka ya karibuni? Na kama ilikuwepo huko tangia zama hizo, ni kiongozi gani au ni mtu gani maarufu ambaye alifikana kwa ushindi, kwa kupata ushindi au bingwa wa hifadhi Qur'ani katika kipindi hiko? Asante sana. Lakini kwa kumalizia tu, wakati hatujaondoka, ndio uhalali wa mashindano ya Qur'ani uko wapi? Kwa sababu kama watu wanasoma kwa ajili ya kama ambavyo kwa imekuja Qur'ani watu wasome, tukipeleka kwenye kushindana, maana yake watu wanaweza kuwa wanasoma kwa ajili ya kushindania kitu. Uhalali hapa uko wapi kwenye hili daktari? Bakari Kiwango kutoka Buguruni, Dar es Salaam, anaulizia kuhusiana na mashindano ya Qur'ani kwamba je, mashindano ya Qur'ani haya ambayo yapo wakati huu yalikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunajua kusema kwamba mashindano katika muundo huu ambao tuliokuwa nao wakati huu hayakuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walikuwa masahaba ridwanullahi alaihim wakiwa wanaonesha kwamba wakiwa wakishindana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba aqra'ukum likitabillahi Ubay, msomaji wenu mzuri zaidi wa Qur'ani ni Ubay. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapima na anajua yupi ambaye ni msomaji mzuri zaidi kuliko msomaji mwingine. Kwa hiyo kulikuwa na aina fulani pengine, lakini si kama haya ambayo kwamba wanakusanyika watu mahala pamoja wanafanya mashindano namna hiyo, lakini kiwango ambacho kwamba mwalimu anajua kwamba huyu ni mbora zaidi kuliko mwingine katika maeneo mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua watu ambao kwamba wana utaalamu zaidi wa mirathi, wana utaalamu zaidi wa fiqh na vitu vya namna hiyo, alikuwa anajua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu. Kwa hiyo mashindano kama muundo huu tuliokuwa nayo alikuwa hayapo, lakini kulikuwa na aina nyingine ya kushindana nayo. Ni mashindano ya kwamba kila mmoja anafanya bidibali, mashindano ya hadithi. Saidina Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa anafanya jitihada za kuweza kuwashinda kina Abdullah ibn Umar, lakini wao walikuwa anaandika, yeye hawezi kuandika, mpaka anafikisha hayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia dua. Yote ni vitu vya ana ambavyo kwamba, na mashindano katika khairi ni jambo ambalo alinatakikana katika Uislamu. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisuna, katika hayo basi washindane wenye kushindana. Ikiwa kwamba ni jambo la kheri, basi shindana. Kila iwapo kwamba wewe unamkuta mwenzako katika jambo la kheri, wewe shindana naye katika jambo la kheri. Bahati mbaya sisi leo hii tumekuwa ni washindanaji zaidi katika mambo ya kidunia. Ukimwona mwenzako ana baiskeli, unatamani wewe uwe na pikipiki. Ukimwona mwenzako pikipiki, unatamani kuwa na gari na vitu vya namna kama hiyo. Lakini mwenzako ukimwona kwamba yeye amehifadhi juzuu 10, ufikiri kuhifadhi juzuu 20. Haya ndio mambo kwamba yanatakikana uone. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba hakuna hasad, kwa maana ya ghibta, isipokuwa katika mambo mawili tu. Jambo la kwanza, mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtu elimu au Qur'ani, akawa kwamba hiyo Qur'ani anaifanyia kazi, basi tamani na wewe uwe kama yeye, ili uweze kufanya kama. Na mtu mwingine vile vile ambaye amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mali, akawa sasa anazitoa katika njia ya kheri, basi na wewe shindana naye. Na hivyo alikuwa masahaba ridwanullahi alaihim wakishindana katika kutoa, mpaka ilifika mahala ambapo kwamba Saidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu amekwenda kuchukua nusu ya mali yake akikusudia kumshinda Saidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Lakini alipokuja akafika, anaulizwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Omar, umekuja na mali nyingi sana hizi, umebakisha nini kwa ajili ya familia yako? Kwa ajili ya familia umebakisha nini? Mtume sallallahu, Umar anamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia usina wasiwasi bwana Mtume, nusu ya mali yangu nimebakisha kwa ajili ya kutumikia familia yangu. Anamgeukia Abu Bakar Siddiq, anamuuliza, Abu Bakari, wewe mali ulioleta yote hiyo umebakisha nini kwa ajili ya familia yako? Anambia, mimi nimebakisha Allah na mtume wake.
Kipindi hicho Omar ibn Khattab anasema kwamba kuanzia leo mimi sitoshindana tena na Abu Bakar Siddiq kwa sababu siwezi kushindana naye. Kwa hiyo walikuwa maswahaba ridwanullahi alaihim wakishindana katika kheri, na sisi katika kila kheri tunapaswa kwamba tushindane ili tuweze kufikia daraja hiyo ya kushindana katika kheri. Hilo ni jambo la kwanza. Ama kwa swala la kwamba mtu kushindana katika jambo la kheri, kushindana katika jambo kama la Qur'ani ili mtu apate zawadi, kupata zawadi, hili linapaswa kwamba tulichukulie tahadhari, isije ikawa kwamba kusudio letu tu ni kupata kile kinachokuja katika nini, katika masalihi ya kidunia. Tutangulize kwanza kabisa kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni mwanzo, ni ya kwanza iwe ni hiyo. Hili kupata hilo ni kishajiisho, ni kama kishajiisho, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akasema kwamba bora kabisa ambacho mnastahiki kuchukulia malipo basi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuchukua malipo kutokana na Qur'ani au sababu inasababishwa na Qur'ani, basi nalo hilo lipo katika sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.